اقرأ واكتب ثم uandike مع ضبط آخر الكلمات pamoja na kudhibiti mwisho wa maneno. Babu almadrasati, kwa sababu mlango tunauegemeza katika madrasa. Himaru rajuli, kwa sababu himar tunauegemeza katika kijana. Baitu hamidin, sawa, baitu hamidin. Sayaratu almudiri, hii tumesema hamidin kwa sababu asili ya neno baitun hamidun. Kwa hiyo tukaondoa dhammatani ya baitu tukaweka dhamma ikawa baitu hamidin, tukaondoa dhammatani tukaweka kasra kwa sababu ya kuegemezewa bait, kwa hiyo ikawa baitu hamidin. Mindhilu ammarin ismu talibi baitullahi fi kitabillahi min baiti almudarrisi ala almaktabi almudiri. Nadhani haya tumeshayapita, utakuwa ni mwenye kuyaelewa. Barakallahu fikum. Anasema iqra, soma. Aina baitu almudarrisi, nyumba ya mwalimu iko wapi? Asema kwa baidun. Alquran kitabullah, Quran ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaabatu baitullah, Kaaba ni nyumba ya Allah. Muhammadun sallallahu alayhi wasallam rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, ni mjumbe. Rasul ni mjumbe. Kharaja almudarrisu min ghurfati almudiri, sawa. Kwa ghurfa itakuwa imepata kasra kwa sababu ya mim, na almudiri imepata kasra kwa sababu ya kuegemezewa neno ghurfa. Hadha baitu hamidin wa dhalika baitu khalidin. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر، ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. ابن عمار طالب mtoto Ammar ni mwanafunzi, وابن ياسر تاجر na mtoto wa Yasir ni mfanya biashara. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. هذا مفتاح السيارة، أين مفتاح البيت؟ من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. وابن من هو؟ هو ابن خالد. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة. بنت حامد في المدرسة، مtoto Hamid yuko madrasa, wa bintu Muhammadin fi aljamia, na mtoto Muhammad wote watoto kike hawa, yeye yuko jamia chuo kikuu. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. عم الطالب غني، أمياك mwanafunzi ni tajiri. باب المسجد مفتوح، mlango wa msikiti uko wazi. Wa babu madrasati mughlaqun, na mlango wa madrasa umefungwa. Mughlaq hatujasoma ili neno, basi maana yake ni kwa mlango umefungwa. Kwa hiyo mtu akikwambia je, mlango uko wazi, unamwambia mughlaq. Hal albab maftuh, mlango uko wazi, mughlaq umefungwa. Je, mlango maftuh umefunguliwa, mughlaq maana yake umefanya nini? Umefungwa. Khalidu khalu Hamidi faqirun, khal maana yake ni mjomba. Hamidi ni jina la mtu, faqir ni faqir. سيارة عباس في الشارع، هي عباس في الشارع تكنجيا. وسيارة عباس في الشارع جري عباس يكون جياني، سواء. ابن من أنت؟ ومتوتو ناني؟ أنا ابن المدرس، ممن متوتو mwalimu، سواء. أنا ابن المدرس. أين الكلب؟ مبويكوابي هو تحت السيارة، يكون chini ya gari. كون جملا مفيدة، tengeneza sentensi yenye kuleta faida. Bimali alfaraghi fi ma yali, kujaza mapengo katika kile kinachofuata. Kwa hiyo jaza hapa ujaze mapengo yote haya. Albaytu mughlaqun, ina maana ije babu albayti mughlaq. Aina neno halafu as-sayyara. Muhammadun rasulu الطبيب بعيد. القرآن كتاب. خديجة حامد. أنا المدرس. الطالب مكسور باب مفتوح. خرج المدرس من المدير. hapa hii ni kazi ya kwako kuachia uifanye. Sahih at-tarkibat at-taliya, sahihisha muunganiko unaofuata. Kuna muunganiko wa maneno ambao unafuata, wa sahihisha. Al-qalamu at-talibi babu as-sayyaratu, kwa hapo sema qalamu at-talibi. Huwezi kusema al-qalamu at-talibi, useme qalamu at-talibi. Sababu umeambiwa usahihishe, hapa kuna makosa. Al-qalamu at-talibi kwa useme qalamu at-talibi. Babu as-sayyaratu useme babu as-sayyarati.
bintu Hamidun iwe bintu Hamidin. Ar-Rasulullah ibn al-Mudarrisin ismu al-walada. Haya nakuachia tarekebisha wewe. Muhammadun ya Muhammadun, ustadhun ya ustadhu, Khalidun ya Khalidu, waladun ya walad. Ina maana inapoingia ya neno ambalo lilikuwa na dhammatan, Muhammadun Khalidun ustadhun waladun, litakuwa na dhamma moja, ya Muhammadu ya Khalidu. Ina maana ila dhamma italiwa na nini? Na ya unnida, ya ambayo inatumika kwa ajili ya kuita. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir alkalimat, soma na uandike pamoja na kudhibiti mwisho wa maneno. Ya Aliyu ya Ammaru ya Abbasu shaykhun ya shaykhu ya rajulu Yasirun ya Ammaru doktorun ya doktor. Kwa nini? Sababu ya inapoingia ya unida, ina maana neno linalofuata hapa baada ya dhammatani litapata dhamma moja. Iqra'i almithal alati, soma mifano ifuatayo. Thumma kawin as'ilatan, kisha tengeneza maswali. Mithlahu, mfano wake. Mushiran ila suwari ataliya, kuashiria sura zifuatazo. Kitabu man hadha, kitabu cha nani hichi? Kwa hiyo hapa itakuwa kalamu man hadha, kalamu ya nani. Angalia picha, kisha hii ni kazi ambayo natakiwa kuifanya. Barakallahu fik. Tupo katika neno ismu. Ismul waladi Muhammadu, jina la mtoto ni Muhammad. Wasmul binti Zainab, na jina la binti mtoto wa kike ni Zainab. Ismul mudarris Hamid, jina la mwalimu ni Hamid. Masmul mudiri, mudiri jina lake ni nani? Kwa hiyo hapa sisi tunajifundisha kuulizia jina, lakini vile vile kuangalia watoto. Mfano ibnu Khalid fi almadrasati, mtoto wa Khalid yupo madrasa. Wa ibnu Hamid, na mtoto wa Hamid fi jamia, yupo jamia. Ibnu almudarrisi fi fasli, mtoto wa mwalimu yuko darasani. Aina ibnu almudir, mtoto wa mwalimu mkuu yuko wapi? Sawa. Hapa kuna iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzati alwasli. Soma yafuatayo. Mura'iyan, hali ya kuchunga. Qawaida nutqi hamzati alwasli, misingi. Soma ma yali, kinachofuata mura'iyan, hali ya kuchunga. Qawaida nutqi, misingi ya kutamka hamzati alwasli, hamza alwasli. Tulisema hamzatu istifham ni hamzatun qat'i. Kuna hamza inatamkwa ikiweko katika neno na kuna hamza haitamkwi. Sawa. Kwa darasa hii ambayo inafuata itakuwepo katika namna hiyo, na ndio maana inategemea kwa hata darasa hii kilichokuwa kinaangaliwa ilikuwa ni hii alif ya mwanzo ismun, lakini ikiwa katika kati haitamkwi. Mfano ismul waladi Muhammad, wasmu ile hamza hatuitamki. Na hapa ismul mudarris Hamid, hapa masmu, ina maana hii hamza haitamkwi. Ibnu Khalid fi almadrasati, wabnu, ina maana hii haitamkwi. Kwa hiyo hata hapa ina maana uchunge. Ibnu Muhammadin fi al-Iraq, wabnu, ina maana hii inaitwa hamzatul wasli. Hamzatul wasli, hamza ambayo haitamkwi ikiwa katikati ya neno. Kharaja ibnul tabib, hii haitamkwi. Dhahaba ibnu tajiri, hii haitamkwi. As-suq, maana yake ni sokoni. Ismul muhandisi, jina la injinia Faisalun. Wasmu tabib, ina maana hii haitamkwi. Masmu rajul, hii haitamkwi kwa sababu ipo katikati. Ibnu man anta, mtoto wa nani? Ana ibn alwazir, mimi ni mtoto wa waziri. Kwa hiyo ikiwa hii hamza iko mwanzo, yani mwanzo wa neno, inatamkwa, na ikiwa mwisho haitamkwi. Na ndio maana hata hapa katika kutengeneza yani maana yake katika kusoma, hiyo ndiyo ishara ya darasa. Tunamalizia katika kalimatul jadida, maneno mapya. Haya yote ni maneno mapya ambayo tumeyasoma. Na mwisho kuna sayaratu almudarris, maana yake ni mudhafu ilayhi. Nadhani hapa tuliashiria masmu alwalad, tumeelewana vizuri. Masmu alwalad ina maana hii ikiwa mwanzo utasema ismul walad, unaitamka, na hamzatul wasl ikiwa kati haitamkwi. Kwa hiyo inshallah tunaingia katika darasa ya 6, tukiingia katika kipengele cha kusoma hadhihi